Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 34. Mmojawapo wa waandishi alifika, akawasikia wakisemezana naye. Akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia ye Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, leo Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha juu ya amri kuu, amri iliyo kuu. Na hiyo amri iliyo kuu ni ya upendo au mapendo. Anaanza kwanza kwa kueleza kumpenda Bwana Mungu wetu, yeye aliye mmoja. Mungu hajagawanyika, Mungu wetu ndiye mmoja. Naye tumpende kwa moyo wote, kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zetu zote. Kwa maneno mengine, tumpe Mungu nafasi ya kwanza katika kuenenda kwetu. Pengine huwa tunamweka Mungu nafasi ya pili, pengine ya tatu, na wengine kutomtanguliza Mungu katika mambo yote. Na hapo ndipo anguko letu linapoanzia. Kama tukiweka moyo wetu kwa Mungu, tukampenda yeye kwa nguvu zetu zote, kwa akili yetu yote, na kwa ufahamu wetu wote, na si kumpenda kwa maneno. Wapo wengine ambao wao ni wataalamu kusema wanampenda Mungu kwa kusema kwa maneno. Kuna mwingine atakwambia kabisa, mimi nampenda Mungu, na wengine wanasema mimi nimeokoka nampenda Yesu, lakini wanasema hayo kwa maneno. Mungu anapendwa kwa matendo. Na kwa sababu Mungu hatumuoni, ndipo tuna Yesu Kristo anachukua ya amri ya mapendo, anaiweka katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu wetu kwa moyo wote, kwa akili yetu yote, na kwa nguvu zetu zote. Na ya pili ni kumpenda jirani kama tunavyozipenda nafsi zetu. Na hii ya pili inadhihirisha au inakamilisha ile ya kwanza. Tunampenda Mungu kupitia kwa watu ambao tunaishi nao. Hatuwezi tukampenda Mungu, hatuwezi tukasema tunampenda Mungu ambaye hatumuoni, na huku tunamchukia mtu ambaye tunamuona, tukitambua kwamba kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunapompenda jirani yetu kama tunavyojipenda katika nafsi zetu, na hapo tutakwenda kamilisha la pili la kumpenda Mungu. Tunampenda Mungu kupitia kwa kuwapenda watu wengine. Na hiyo amri ni kubwa kuliko sadaka za kuteketezwa. Tunaweza tukawa tunatoa sadaka kubwa sana madhabahuni, tunatoa sadaka kubwa tunapoenda makanisani, tunatoa mifugo yetu, tunatoa pesa nyingi, lakini kama hatuna upendo ndani mwetu, tunakuwa hatujafanya lolote. Kuna wengine tunaweza tukawa tunatoa sadaka hizo ili watu wengine watuone, au watu wengine watambue, au kuonesha uwezo wetu wa kifedha, au kuonesha uwezo wetu wa mali. Lakini kama tukifanya hayo tukiwa tunasukumwa na upendo, tukiwa tunaongozwa na upendo, ndipo sadaka yetu inakuwa na maana. Ndugu zangu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma ambapo tunaalikwa kufanya toba, kusali, kufunga na kutoa sadaka, tuyafanye hayo yote kwa upendo kwa Mungu na kwa upendo kwa jirani. Tusiambatane na mambo ya kamera kwa kuonesha kama tumetenda watu, tumewatendea wema, tumewapa watu chakula, tumewapa maskini hivi. Tufanye hayo
kwa upendo kutoka ndani, upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani zetu. Hasa tunapowapenda watu wengine ndipo tunadhihirisha tunampenda Mungu, kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.